Karibu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Msaenda. Kipindi hiki tunakuonyesha mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ubunifu ulioko kwenye kupamba mazingira ya nyumba, lakini pia ofisi, hata mitaa pamoja na miji. Leo kwenye kipindi cha Msaenda tumekuandalia mambo mazuri sana katika masuala mazima ya kupamba mazingira ya nje ya nyumba. Mimi naitwa Silvia Mtenga. Na kusihi ungane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kutambua sasa katika kupamba mazingira ya nje ya nyumba ni vitu gani hasa vinazingatiwa. Mimi kwa majina ya kuzalia naitwa Upendo Exaudi Mari, ila kwa jina la biashara najulikana zaidi kama Upendo Forest. Mazingira ya nyumba yako yanapendeza sana. Hongera sana. Asante sana. Ni kitu gani ambacho kilikuvuta sana kwenye kupendezesha mazingira ya nyumba kwa namna hii, kwa sababu ni ya tofauti sana? Ndio. Kwanza naweza kusema ni kitu ninachokipenda. Yaani mimi napenda nature. Napenda sehemu ambako ina plants nyingi, ina mimea mingi, huwa napenda sana mazingira ya hivyo. Kwa hiyo sijaanza juzi wala jana, ni safari ya muda mrefu. Kabla hata hatujaweza kufanikiwa kupata hapa kama eneo letu, hata wakati tunaishi nyumba za kupanga survey, nilikuwa na maua mengi hadi watu wanagonga. Enzi zile palm zilikuwa zinatumika sana kupamba. Nilikuwa na palm nyingi. Walikuwa wanakuja wanagonga kwa ajili ya kukodisha, lakini nilikuwa sikodishi. Yaani nilikuwa bado sijaenda kwenye biashara nikawa nakata. Kwa hiyo nilikuwa na maua mengi mpaka watu walikuwa wanajua ni kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo baadaye sasa muda ulivyozidi kwenda ndo nikaja nikasema kwa nini sifanye nitumie hii fursa kama biashara, kwa sababu watu wangekuwa wananiuliza uuzi ufanye nini, na mimi nikaona ngoja nifanye. Kwa hiyo nikaanza kama biashara. Sasa hivi naelekea mwaka wa 6 sasa. Kuanzia ulivyoanza kufanya mpaka sasa hivi hali ikoje? Okay. Hii biashara bado yani haijawa ni biashara ambayo watu wanaithamini sana, kitu cha kwanza. Yani sio kwamba ni biashara ambayo useme inalipa haraka au nini. Hapana. Kitu cha kwanza, mtu ambaye anaitaka kuitumia kama fursa, ambacho naweza nikamshauri mtu au nikashauri watu, awe anapenda. Kwa sababu kitu kama maua, mimea na mambo ya mazingira inahitaji sana uvumilivu. Kwa sababu kuna kuzalisha, unaweza ukazalisha maua 30 yakafa 25 yakabaki 5. Kwa umeshaona kuna wakati saa nyingine yanashambuliwa na wadudu yanakufa. Umeona kuna wakati yani changamoto ni nyingi. Maji labda yakazidi, maua yakaoza. Sasa ukiwa na wasaidizi, kuna maua kama ambayo tupo nayo hapa mezani zikata, hazipendi maji mengi. Kwa hiyo ukizidisha maji yanaoza. Sasa kwa yani unatakiwa ujipe muda, ujifunze, ujue na upende. La sivyo utaona kama vile unapoteza muda. Mbona ni kitu ambacho sio kama biashara zingine, ndio. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa ukipende kutoka moyoni. Kwenye swala zima la kupendezesha mazingira ya nje ya nyumba, hasa kwa kutumia haya maua ambayo ni asilia, ni vitu gani ambavyo vinazingatiwa sana kwenye kuyatunza haya maua? Mimi napenda kutumia muda wangu ambao nikiwa sina kazi ya kufanya kusoma kuhusu mimea. Japo sijasoma kabisa mambo ya mimea. Mimi nimesoma mambo ya Public Administration and Political Science, degree ya kwanza, hata degree ya pili nikafanya Public Administration. Lakini kwa sababu napenda mimea, huwa napenda kustudy kuhusu mimea. Mimea ya aina hii ina tabia gani? Inapendelea vitu gani? Pia jinsi ya kufanya mimea iadapt mazingira unayoishi. Na wakati gani? Unajua maua watu huwa wanafanya kwa kuclaim kwamba
Kuna mtu huwa anadhana kwamba huwa lazima ulinyeshea asubuhi, mchana na jioni. Hapana. Na sio lazima huwa ulinyeshee kila siku, hapa. Unaweza ukawa maua yako unanyeshea mara 2 au 3 tu kwa wiki. Kwa lazima pia ujue. Na kingine pia, udongo unaotumia kuoteshea mimea yako ukoje? Udongo unatakiwa uwe mwepesi, unaopitisha maji kwa ulaini na unaoweka unyevu, itasaidia. Kwa lazima yani ujipe muda kujifunza, kujua. Kwa sababu hata nature jinsi ilivyo au mimea inatufundisha kitu, uvumilivu. Kama hivyo ninavyokuambia, unaweza ukazalisha miche 30 ikafa 25 ikapona 5. Lazima ujiulize kwa nini imekufa. Umeshaona? Ukijua kosa ulilolifanya, then next time hutarudia tena. Mwaka 2019 ulipokea tuzo ya mazingira. Ndio. Ilikuwaje? Tuzo ya mazingira niliyopewa iliandaliwa na shirika moja linaloitwa The Purple Planet. Walinitafuta wakaniambia, tumeona kazi zako, kwa hiyo kuna hizo tuzo. Kwanza mimi mwenyewe nikasema nitaweza kweli? Lakini wakaniambia natakiwa nijieleze, yani nieleze historia yangu, kazi zangu ninazozifanya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikafanya hizo interview na nini, nikaingizwa kwenye kipengele cha mazingira. Kipengele cha mazingira tulikuwa watu kama 10. Lakini nikaibuka mshindi. Kwa kweli ilinipa moyo sana na faraja. Kumbe kitu ninachokiona kumbe na inspire watu, watu wananiona. Kwa kweli ile tuzo yani ilinipa morali mkubwa mno wa kuendelea kupambana na masuala ya mazingira, ambao hata ikanipelekea ikanipush, basi nikaandika kitabu kinaitwa Tuyapende Mazingira Yetu. Kule nimeongelea umuhimu wa mazingira, umuhimu wa kutunza mazingira, na pia na jinsi ya kutunza baadhi ya maua. Sijaweza kuongelea maua yote kwa sababu maua duniani yako takriban zaidi ya 400,000. Kwa hiyo nisingeweza kuelezea kwa kitabu kimoja. Nikaelezea maua zaidi ya aina 10, utunzaji wake, uzalishaji, yanafaa wapi, unaweza ukayafanya nini na vitu kama hivyo. Pia nikaongelea kuhusu udongo, mbolea na aina za pots za kuoteshea maua katika kitabu changu. Ndio. Kwa yule mtazamaji ambaye hana labda ule utamaduni wa kupendezesha mazingira ya ndani hata ya nje tu ya nyumba hata iwe nzuri vipi, kama haina maua na mazingira ya kuvutia, kwa kweli mi kwa upande wangu, hata na watu wengi ndio point wanaosema unaiona kama haijakamilika, yani kuna kitu ina miss. Inakuwa kama vile ni house so home. Yani unajua unatakiwa ujitahidi nyumba yako kuwe home. Yani kama ulivyosema mmefika ukasikia yani wao umepata burudiko la moyo. Yani inatakiwa nyumba iwe hivyo. Ukifika una feel kabisa kwamba hapa, yani ukikaa nyumbani huboreki, uchoki. Yani inatakiwa kwamba tupende mazingira yetu in such a way kwamba hata ukitoka ukienda sehemu, yani wewe unatafuta sehemu ambako ujaribu kusema hivi, nitapata sehemu kweli inavutia kama nyumbani kwangu. Uwe unajichallenge hivyo. So ukitoka kwako ukienda sehemu unasema hapa pazuri, hapana. Inatakiwa iwe the opposite, kwamba ukae ujiulize, na safiri labda naenda Arusha, hivi nitapata sehemu kweli ya kulala pazuri kama nyumbani kwangu. Yani kwako ndo pawe pana unapalinganisha, sijui unanielewa. Na isiwe kwamba kwako iwe ni sehemu ambako ukatafute sehemu nzuri. Hapana. Kwa hiyo tupende mazingira, na pia kingine unaanza hatua kwa hatua. Mimi huwa naambia watu, mimi na maua mengi kama ulivyoona. Watu huwa wanafikiri ni kazi ya siku moja. Unatakiwa ujipe muda. Iwe ni safari ya kila siku, unatenga budget kidogo kidogo, mwisho wa siku unafikisha. Tumekutana na bustani yako kubwa, nzuri sana. Bustani ina nafasi kubwa sana kupendezesha mazingira ya nyumba. Kama nilivyokuambia, inakufanya kwanza inakufanya unakuwa na utulivu wa akili. Ukiwa hata una stress, una makwazo, hata ukitoka kazini umekwazika, ukifika kwako ukafika garden kama ile unanyeshea, unayahudumia, unatoa majani makavu, tayari inakupa utulivu wa nafsi na akili yako. Inapunguza stress, msongo wa mawazo, unapata fresh air, oxygen. Hivyo ni vitu ambavyo
yani hata ukisoma wanasayansi wanavyosema ina prove kabisa. Hata pia kuna baadhi ya hospitali wenzetu nje walifanya research, hospitali ambazo zina garden nzuri, wagonjwa wale waliwahi kurecover, kwa sababu unakuta ule muda fulani wanaruhusiwa kakae garden. Recovery rate ilikuwa kubwa kuliko hospitali ambazo hazina garden na mazingira mazuri. Kwa hiyo bustani au garden kwenye nyumba ina nafasi kubwa sana sana. Pia kitu kingine, inafanya familia kuwa pamoja. Yani baba hata waza atoke aende wapi. Yani hata kama ni mnywaji atanunua bia zake, stock yake atakuwa anakunywa nyumbani. Anapenda nyama, atachomea nyama nyumbani, umeona. Pia itakufanya hata utakuwa unapata wageni. Wageni wengi watakuwa wanapenda kukutembelea, ndugu, jamaa, marafiki, Wakati mwingine anakuja mtu anakuambia nimekuja tu nimepita, au hata anaweza kukwambia nilikuwa kwenye matatizo nimefika hapa, yani kwa kweli nimeona nafsi yangu yani imetulia, imeburudika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bustani ina nafasi gani katika nyumba. Ni muhimu sana kuwa na bustani. Kwa Tanzania wengi wana ile nadharia kwamba bustani na nini ni wazungu. Mimi hata kuna watu wengine wanasema hapa ni kwa mzungu. Hapana, ni Mtanzania kabisa original. Sina uzungu wowote, sijaishi nje, ni mzawa, nimesoma hapa. Kwa hiyo yani watu wajenge hiyo culture ya kupenda mazingira yao. Na pia watu wengine, kwa jinsi kulivyo kuko green na miti mingi. Katika picha zangu watu wananiambia acha hizo picha za kugugo. Dar es Salaam sehemu gani? Yani mtu anaweka nadharia kwamba Dar es Salaam sehemu gani kuwe greenish hivi. Lakini inawezekana, na ndio maana nasema tuyapende mazingira yetu. Dar es Salaam ya kijani inawezekana ya. Na pia bustani umeniuliza ina nafasi gani? Ina nafasi pia hata katika kiuchumi. Kama mimi garden yangu nakodisha, watu wanapiga picha maharusi, watu wanafanya shooting, watu wa gospel choir wale, napata watu, lakini nawalipisha, sio bure. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bustani ina nafasi gani. Inaweza ikawa inakusaidia yani kwa hizo faida zingine, lakini pia ukajiongezea uchumi kupitia bustani yako mwenyewe. Sauti nzuri za ndege. Ndio, sehemu ya mapambo. Tena leo ni bahati mbaya mmekuja wako wengi. Mara nyingi unakuta saa hizi labda kwa sababu ya movement unakuta wanakuwa wamejaa hapo, huko chini ni wengi, na jioni na asubuhi ni wengi sana, kutokana mazingira jinsi yalivyo yanawavutia. Katika maua yako yote ambayo ni mazuri na yanapendeza, lipi unalipenda zaidi? Hilo swali gumu sana ndugu mtangazaji. Swali lako linakuwa la mtego. Mimi kwa kweli mimi kwangu hakuna ua baya. Huwa napata wageni, kwa mfano watu wa shooting, wakati mwingine wakija, kuna kama nimeshapata watu 4 5 wababa, watu wazima waliniita wakasema tunaomba kumuona huyu mama, huyo Upendo. Nikaenda, huyo baba akaniambia wewe naelekea hata majani pori kwako ni ua. Nilicheka sana. Akasema kwa sababu kila kuna vitu akaniambia katika maua yako kuna maua nimeona uaga tunadharau, yani hata unakuta nyumbani kwangu mke wangu anang'oa anatupa, lakini hapa koko lilivyowekwa hata kulinunua niko tayari kulinunua. Mimi kwangu kwa kweli sina ua baya. Hata marafiki zangu katika mambo ya nature huwa wanasema Upendo hana ua baya. Kuna maua ambayo ni ya kawaida, utapita huko utayaona kwenye pot, lakini nimeweka vizuri. Kuna kama lile pale moja nitakuonyesha, linaitwa ulimi wa mama mkwe. Lakini nimeleka kwenye vesi nzuri. Hilo ua wengine wanaliita katani, wengine wanaliita snake plant. Ni ua zuri sana, nje linakaa, ndani linakaa na linatoa oxygen sana. Unaweza hata ukalala nalo chumbani. Kwa mimi sina ua kwamba hili ni zaidi ya hili. Mimi sina ua baya kwa kweli. Jani lolote kwangu mimi ni ua. Kwa hiyo uzuri wa ua unapimwa kwa kuangalia nini? Sasa uzuri wa ua, watu wengi wanaamini kwamba maua yanayotoka nje ndio maua mazuri, lakini sisi hapa Tanzania tuna maua mengi sana. Ni umelithaminishaje? Yaani unajua hakuna kitu kibaya. Hata ya maua hizi cactus watu huwa wanadharau sana. Lakini ni maua ambayo ni mazuri na yanachanua maua mazuri sana, japo maua yake hayakai muda mrefu. Alafu ni easy going, yani hayataji attention. Hata usipolimwagilia lina survive tu, kwa sababu ndani hii nyumba yake japo yanatoboa sana, yamejaa maji. Kwa hiyo ukiliweka ile mradi tu poti yako umeitoboa, mimi huwa na mashine natoboa mwenyewe.
kama unavyoona hivi vesi zangu zote nazitoboa. Basi umeweka hapo. Kwa hiyo ni maua ambayo kama haya ni rahisi kuanza nayo, hata haya ni rahisi kuanza nayo. Nayo ulimi wa mama mkwe nitakuonyesha. Na pia mimi nalipenda kwa sababu mpaka NASA si unaifahamu, wanalitambua hilo ua kama ni ua ambalo ukiwa nayo mengi kwenye compound yako au ndani kwako umeaeka, yanasafisha hewa. Kwa sababu yenyewe yanavuta carbon dioxide, yanatoa oxygen. Kwa ni maua mazuri sana, mimi nayapenda. Utaangalia utaona nimeajaza mengi sana. Silvia, umeona sasa, hii ndio ulimi wa mama mkwe. Mother in law tongue. Hata baadaye ukigugo utaona. Haya maua watu wanadharau sana, lakini pia mimi ni maua ambayo nayapenda sana. Haya sumbui, ni rahisi kuyatunza. Pia ni maua mazuri sana kuwa nayo ndani kwako. Unaweza ukaweka chumbani, sebleni, bathroom. Ndio. So mbona lilivyopendeza. Sasa ua kama hili hata mtu anakupa zawadi, utasema kwamba ni ua baya. Kwa ni jinsi tu vile ambavyo nimeliweka. Poti yake nzuri ya kuvutia, limekaa hapo, ni ua. Kwa hiyo maana yake kuongeza thamani kwenye maua ni kutengenezea na kuna ua baya. Vesi yako umeliweka hapo, linapendeza, hakuna ua baya.
Mpaka hapo mtazamaji wa TBC1, kipindi cha Msaenda siku ya leo hatuna la ziada. Natumaini umekwenda kufurahia na kujifunza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kupendezesha mazingira ya nje ya nyumba yako. Mpaka wakati mwingine kwenye kipindi cha Msaenda. Mimi naitwa Silvia Mtenga.